usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ikiwa leo ni tarehe 20 Machi 2026, mtazamaji wa Mwanahalisi TV, karibu sana katika ukurasa huu wa Mwanahalisi. Niko hapa kukusomea makala miongoni mwa makala ambazo zinatoka katika gazeti la Mwanahalisi. Tangu mwaka 2015, Rais Samia Suluhu Hassan, wakati huo akiwa makamu wa rais, alianzisha kampeni maalum ya kufikisha maji safi na salama kupitia kampeni iliyoitwa Kumtua Mama Ndoo Kichwani. Samia aliendelea na kampeni hiyo baada ya kuwa rais kamili, lengo likiwa kuhakikisha huduma ya maji safi na salama inapatikana kwa karibu katika kila kijiji. Ili kuhakikisha kampeni hiyo inafanikiwa, serikali ilianzisha miradi ya kusambaza maji ya bomba na maeneo mengine kuchimba visima virefu. Hata hivyo, si vijiji vyote vilivyopata neema ya maji ya bomba au visima vya serikali. Bado kuna watu wengi nchini wanatembea umbali mrefu kufuata maji mtoni, kwenye mabwawa na visima vya wazi. Hapo ndipo watu wamepunguza tatizo kwa kuchimba visima vyenye urefu wa kati ya mita 60 mpaka 100 na maeneo mengine mjini, hata Dodoma mjini, kisha kusambaza kwa majirani. Visima hivyo vimekuwa mkombozi mkubwa. Ndio maana tumeshtushwa na taarifa ya Mhandisi Aaron Joseph, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma DUWASA, akikemea wenye visima vya maji kuwasambazia majirani. Taarifa hiyo inasema kama mtu amechimba kisima cha maji, wao kama maafisa wa DUWASA wamekuwa wakisisitiza atumie yeye na familia yake, asitoe huduma kwa watu wengine. Hii ina maana kwamba kama wananchi wanaokuzunguka ambao unataka uwapatie maji, labda siku ambazo kuna mgao, haturuhusu hilo, kwa sababu walio wengi wenye visima huwa wapimi ubora wa maji, na maji ya chini ya ardhi yanabadilika sifa zake kila siku. Leo mazuri, kesho yanabadilika, au choo cha jirani kimetiririsha kwenye kisima. Ukianza kusambaza kwa watu, unaweza kushangaa unaua watu wa mtaa mzima. Anasema inasikitisha kuona mkurugenzi huyu aelezei mikakati ya DUWASA kupita mara kwa mara kwa wenye visima, kupima ubora wa maji na kuhakikisha wanaweka dawa kama zinavyofanya mamlaka ya maji nchini. Mfano, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA hufuatilia watoa huduma wa mafuta na kupima kama yamekosa ubora. Wanaopatikana na kosa kwa mujibu wa sheria, pampu zao hufungiwa hadi warekebishe kasoro. Tulizani wanachofanya EWURA ndicho DUWASA wanapaswa kufanya, ili wakati wote wajiridhishe kwa ubora wa watoa huduma binafsi. DUWASA watekeleze kampeni ya Kumtua Mama Ndoo Kichwani kwa kusambaza huduma hiyo kwa karibu na kwa watu wote, badala ya kuzuia kwa hoja zisizo na msingi. Hii ni miongoni mwa taarifa ambazo zimetoka katika gazeti lako la Mwanahalisi. Usikose kupata nakala yako kila siku za Alhamis. Jina langu ni Zakia Nanga. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.